Jina langu ni Ladislaus Changa, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, lakini pia makamu mwenyekiti wa Jopo la Kimataifa la Sayansi ya Mabadiliko ya Hali ya Hewa na Tabia Nchi Duniani. Na furaha kubwa sana leo hii kuwa na kikao cha wakuu wa taasisi za hali ya hewa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia hata kusini mwa Afrika. Na kwa ujumla tunakutana hapa kwa ajili ya jukumu moja kubwa tu, kama ambavyo alizungumza kaka yangu hapa, kwamba tunahitaji kuimarisha huduma za hali ya hewa na hususa kuimarisha utabiri ambao tunautoa. Sasa yote hii inatokana na changamoto kubwa ambayo dunia inapitia ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi. Katika hotuba ambayo nimeitoa wakati wa ufunguzi, niliainisha kwamba miaka mitatu iliyopita imekuwa ni miaka yenye ongezeko kubwa zaidi ya joto katika historia ya dunia. Lakini vile vile taarifa kutoka Jopo la Kimataifa la Sayansi ya Mabadiliko ya Hali ya Hewa na Tabia Nchi Duniani, taarifa ya 6 au tathmini ya 6, iliainisha bayana kwamba kadri ambavyo joto la dunia linaongezeka, basi hata matukio ya hali mbaya ya hewa yataendelea kuongezeka kwa idadi na ukubwa wa matukio hayo. Na kwa sababu hiyo sisi tumeona kwa kupitia sasa uratibu wa Shirika la Hali ya Hewa Duniani, lakini pia kusaidiwa na wenzetu wa Taasisi ya Hali ya Hewa ya Uingereza, kwamba tukae pamoja, tujadiliane, tuangalie ni namna gani tunaimarisha nguvu ya pamoja katika kuimarisha utabiri, lakini kuimarisha utoaji wa tahadhari ya matukio ya hali mbaya ya hewa. Lakini kama alivyozungumza Edward, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Hali ya Hewa ya Kenya, kwamba tunafanya kazi kuhakikisha kwamba tunataka tutembee pamoja kama Jumuiya ya Afrika Mashariki na Afrika nzima bila kumwacha hata mtu mmoja nyuma. Ni mkutano ambao utaenda kuangalia mapendekezo ambayo yalitolewa na wataalamu ambao walikutana hapa siku 3. Sasa ukiangalia kwenye yale mapendekezo ambayo wataalamu wanatoa, ni kwa ajili ya kuangalia namna ya kuboresha ushirikiano wa hizi taasisi za hali ya hewa katika nchi hizi za Afrika Mashariki, lakini pia katika nchi za SADC. WMO inaidhinisha taasisi ambazo zinatakiwa kufanya kazi katika Afrika. Kuna taasisi ambayo inafanya kazi kwenye eneo la utabiri wa hali ya hewa, lakini kuna taasisi ambayo inafanya kazi kwenye vifaa vya hali ya hewa, tunaziita RICS, lakini zinatakiwa zifanye kazi kwa pamoja ili taasisi moja iweze kusaidia taasisi nyingine, na mwisho wa siku tunachohitaji ni kwamba waweze kusaidia nchi wanachama, kwa maana ya kwamba taasisi za hali ya hewa katika nchi kama ilivyo TMA, kama ilivyo Kenya Meteorological Services Authority, waweze kusaidia hizi nchi. Sasa ni namna gani hii itafanyika? Huu mkutano ni wa muhimu kwa sababu mapendekezo sasa yatatoka hapa, yatatoa mwelekeo. In this meeting are very critical for Africa, considering... Mkutano huu ni muhimu kwa Afrika kutokana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na kusaidia viongozi wa bara hili kuwajengea dhamira ya moja kwa moja ya kuimarisha ushirikiano kupitia mikakati na maamuzi mbalimbali ya pamoja ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na changamoto hizo. Climate change and others collectively and build on that. Ni muhimu ili kwamba tupate kuzungumza, kuona na kuelewa changamoto ambazo kila nchi inapitia, ili tukiwa katika ukumbi huu, tukiwa na wataalamu wenzetu, tutaweza kuona vile tunaweza kuboresha ili kwamba ujumbe ufike wakati unavyofaa na katika hali ambayo inaeleweka.